Ninawatakia heri njema ya Krismasi wapenzi watazamaji popote mlipo. Asante sana kwa kuwa rafiki, shabiki na mfuasi sugu wa hichi kituo mwaka huu, mwaka 2025. Asante sana kwa sapoti yako. Ninakuomba tafadhali tuweza kushirikiana vile mwaka ujao, mwaka 2026, kwa sababu hapa ndipo utakuwa unapata taarifa za ukweli ambazo tunazungumza bila kuogopa. Ninawatakia heri njema ya Krismasi pamoja na mwaka mpya, mwaka 2026 wenye mafanikio. Asante sana kwa wale wote ambao mnazidi kututakia heri njema ya Krismasi. Wengine wameweza kutununulia unga. Kuna mashabiki wawili by the way. Mmoja ni kutoka Marekani. Ametutumia unga. Amesema kwamba nisimtaje, na vile mwingine ni kutoka Kenya. Asante sana wale ambao mmeweza kuchangia kwenye ukuaji wa hichi kituo. Wapenzi watazamaji, je, mnajua maana ya maandamano yasiyokuwa na kikomo? Ni maandamano ambayo wananchi wanaweza wakaandamana wakati wowote kupinga serikali au kuwasilisha ujumbe wao maalumu kwa taasisi lengwa. Sasa hii leo tarehe 25 Krismasi mwaka 2025, ndugu zangu Tanzania walitangaza maandamano ya kupinga utawala wa Samia Suluhu Hassan. Na kuna wale ambao wanaaminia hichi kituo wakasema kwamba Bwana Ezra, ebu tupe updates jinsi ambavyo mambo yalikuwa Tanzania. Je, waliandamana? Na je, ni kwa nini wanaandamana? Tunaanzia upande wa Ubungo. Niliweza kuelezwa na mwanaharakati mwenye anaitwa Maria Sarungi kwamba jinsi ambavyo unaona hapo, Ubungo wako tayari kunyanyuka. Fikeni nyuma ya jengo la Ubungo Plaza. Watu walijitokeza upande wa Ubungo kukataa utawala huu, na hii ndio taswira. Bado ninazidi kuwaeleza kwamba maandamano endelevu yasiyokuwa na kikomo yanaweza yakafanyika wakati wowote. Na ndio haya yalifanyika hii leo tarehe 25. Unajua kitu kizuri, ujumbe umekwisha fika kwa serikali kwamba wananchi bado wamesusia kumtambua Samia Suluhu Hassan kama rais wao. Naomba nikuelekeze katika kanda ya pili. Ninaelezwa ni upande wa Kawe Stand Up. Kawe Stand Up na Maria Sarungi Chihai akaweza kusema kwamba Kawe Stand Up Disemba 25 to remember Gen Z's Tanzania akili mingi kama mchwa wamezuka pap. Yaani umati huu upo njiani Kawe, na kama mazombi nameless and faceless wanakuja. Machawa leo wanalala na viatu. Mi sijawahi kudoubt wapwa ni lazima watatoboa. Maandamano ya haki ndo namna hii. Samia lazima aende, tutaelewana tu, wenye nchi ni wananchi. Sasa wapenzi watazamaji, ukitaka kupata hiyo taswira ya Kawe Stand Up, angalia hapa uweze kuona jinsi ambavyo wananchi wamesusia kumuita Samia Suluhu Hassan rais wao. Kutoka hapo, mimi kazi yangu ni mwanahabari, kukuelezea taarifa za ukweli, kukusogezea taarifa za ukweli. Kutoka hapo, Maria Sarungi akaeleza kwamba Mbagala wameshazuka, wanatafuta kuungana na wengine, watu wa Ubungo, Kimara
na milimani, fikeni kwa Wajima kuanzia sasa, na mkifika subirini wengine kuunganisha nguvu. Siri ni namba. Huu ndio ujumbe nimewapea na viongozi wa ground, msiogope. Tumeshashinda. Mabango msisahau. Kwa hivyo anawakumbusha Watanzania kwamba upande wa Mbagala wananchi waliweza kujitokeza na taswira ilikuwa kama hii. Kuna wale ambao wananiambia Bwana Ezra, hayo si maandamano bali ni mkusanyiko wa watu. Ulisikia wapi maandamano eti kwamba lazima watu milioni zaidi ya 10 waandamane? Hapana. Maandamano ni zaidi ya watu wawili. Na umekwisha ona kwamba watu ambao walikuwa hapo kwanza wamepita zaidi ya 10. Na tatizo lao kubwa ni Samia. Umesikia kwenye kanda 2-3 sauti za wananchi, unajua zinasema aje? Tunataka nchi yetu, tunataka watu wetu, tunataka nchi yetu, tunataka watu wetu. Kumaanisha wenye nchi ni wananchi, bali sio Samia. Katika kanda hii, kwa lugha nyepesi, ninaomba niweze kukuchanganulia ni kipi ambacho kinasababisha wananchi mpaka sasa hivi hawajaweza kumtambua Samia Suluhu Hassan kama rais wa Tanzania na bado wataendelea kuandamana. Mimi ni Bwana Ezra. Merry Christmas and Happy New Year. Je, unanitazama kutoka wapi? Karibu sana. Sababu ya kwanza ambayo inawafanya Watanzania kuendelea kususia kumtambua Samia kama rais wao, hawakumchagua bali aliweza kujichagua. Ndio, wananchi wengi hawakujitokeza kwenda kupiga kura. Kwa nini? Kwa sababu ya udikteta ambao Samia Suluhu Hassan alikuwa amepanda Tanzania. Viongozi wa upinzani walikamatwa, wakawekwa kwa jela, wengine wakaenguliwa wasishiriki uchaguzi, kama vile kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo akina Mpina, tuko na Tundu Lissu, wote waliweza kuzuiliwa wasije wakagombea kiti cha urais. Na wananchi Tanzania wakasema kwamba huo si uchaguzi bali ni wizi wa uchaguzi kimabavu. Na nielewa mpenzi mtazamaji. Alafu Samia akaleta watu wake wakuje kusimama kiti cha urais wenye hata wangepata kura 50, ili kuja kusema kwamba sio yeye peke yake aliweza kushiriki uchaguzi Tanzania. Sasa wananchi wa Tanzania wanasema kwamba Samia aondoke kwa sababu hawakuweza kumchagua. Namba 2 ni kwa sababu ya maafa na mauaji ambayo yalitendwa Tanzania na serikali hii batili. Watu wengi waliuawa, wengine wakazikwa Mwananyamala, wengine wakazikwa sehemu mbalimbali za Tanzania kama vile upande wa Kunduchi. Ndugu zetu wa Tanzania watasahau. Wamesema kwamba wakipata muda, dakika chache, lazima wawasilishe ujumbe kwa serikali. Na ujumbe wao ambao wanawasilisha kwa serikali ni kukataa utawala wa Samia. Nambari 3, kitu ambacho kinafanya Watanzania kuandamana, wanataka katiba mpya. Wanataka katiba mpya. Wanaeleza kwamba katiba hii ambayo inatumika ya muungano ipo na kitu ambacho kinaitwa upendeleo kwa Wazanzibari. Maendeleo ya Watanganyika yanatolewa bara, yanachukuliwa Zanzibari. Na wananchi wanataka maendeleo ya Watanganyika yasalie Tanganyika. Wananchi wanataka katiba ambayo inatambua uhuru wa Tanganyika. Vile vile wananchi wamechoka na udikteta. Wanataka udikteta uweze kukamilika Tanzania. Nikimalizia, ni kwa sababu ya ukosefu wa ajira Tanzania. Ajira imekuwa donda sugu. Viongozi wanapea watoto wao ajira za serikali, huku watoto wa maskini wakiambiwa kwamba kajiajiri
eti mujiajiri. Hawa watoto maskini ambao wanaambiwa kwamba wajiajiri hawana mtaji, watajiajiri kivipi? Hii ndio inafanya wananchi wanazidi kuandamana wakipinga utawala wa Samia. Je, umeweza kupokeaje ujumbe huu? Merry Christmas and Happy New Year from Eagle Ezra Media.